السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Alifa mtukufu ayyadahullah taala bin Sal Aziz anasema leo tena nitazungumza kuhusu masahaba wa Mtume sallam, na sahaba wa kwanza ni Hazrat Muzahir bin Rafir. Baba yake alikuwa anaitwa Rafi bin Adi. Na ali kutoka katika kabila la Banu Harsa bin Haris. Hazrat Muzahir na Hazrat Zuhair walikuwa ndugu. Na hawa wote wawili walikuwa baba mdogo wa Rafi bin Khudaj ambaye alikuwa sahaba ingawa alikuwa hakushiriki katika Badr. Ni alikuwa sahaba maarufu sana. Kuhusu Hazrat Rafi nieleze kidogo kwamba huyu alikuwa sahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam ambaye alijitolea kwa ajili ya kushiriki katika mapigano ya Badr, lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa sababu ya kuwa alikuwa mtoto alisema yeye asishiriki, lakini wakati wa Uhud alimruhusu na yeye alishiriki katika Uhud. Hazrat Rafi katika Uhud, Khandak na vile vile katika mapigano yote alishiriki. Siku ya Uhud alipata majeraha na alipigwa na mkuki ilitolewa katika mwili wake, lakini sehemu fulani ya mkuki ilibaki katika mwili wake mpaka alipofariki. Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema kuhusu Hazrat Rafi kwamba siku ya kiyama nitatoa ushahidi kwa ajili yako, na yeye alifariki katika hijiria 74 katika umri wa miaka 86 wa Abdul Malik. Hii ilikuwa maelezo kidogo kuhusu Rafi bin Khudaj. Kuhusu Hazrat Uzhair, Hazrat Imam Bukhari amesema yeye pamoja na ndugu yake Muzahir alishiriki katika Khandak. Yeye hakueleza jina la ndugu yake, lakini wengine wanasema ndugu yake alikuwa anaitwa Muzahir. Katika kitabu kiitwacho Subulul Hada kuhusu Zuhair imeandikwa kwamba sawa na Bukhari, ndugu yake Hazrat Muzahir pia alishiriki katika Badr. Zuri nasema nimesema Zuhair, lakini nilikuwa naeleza kuhusu Muzahir, sio Zuhair. Usudul Ghaba na vile vile katika abu wengine
imeelezwa kuhusu Hazrat Zuhair. Katika vitabu hivi vya hadithi Hazrat Muzahir imeelezwa kwamba alipata bahati ya kushiriki pamoja na Mtume sallallahu alaihi wasallam katika mapigano. Hazrat Muzahir wakati wa Hazrat Umar radhiallahu ta'ala anhu aliaga dunia, alifariki dunia. Vitabu ambamo imeelezwa kwamba Hazrat Muzahir alishiriki katika Badr, sisi tunaamini riwaya hizi. Yahya bin Sahal anasema Hazrat Muzahir alikuja kutoka kwa Syria pamoja na wafanyakazi kadhaa kwa baba yangu. Wakati alipofika Khaybar alikaa siku 3 kule. Wale Mayahudi wakaanza kuwachochea wafanyakazi ili waweze kumua Muzahir na wakawapatia visu 3. Wakati Hazrat Muzahir alipotoka nyumbani kwake na alipofika katika sehemu fulani ambayo ilikuwa maili 6 kutoka Khaybar, wale wafanyakazi wakamshambulia Hazrat Muzahir na wakaamua pale. Na baada ya kuamua pale, wale wafanyakazi wakarudi na wakapewa zawadi kutoka kwa Mayahudi, na kwa kupata zawadi wakarudi katika nchi ya Syria. Wakati Umar bin Khattab alipopata taarifa ya kuuawa kwa Muzahir, akasema mimi nitaenda upande wa Khaybar na nitagawa mali kule, na vile vile nitaweka mipaka ya eneo lile, na vile vile nitachukua kisasi ya kuuawa kwa Muzahir, na mimi nitawafukuza wale Mayahudi, kwa sababu Mtume sallam alisema kuhusu hawa Mayahudi kwamba mimi sitawapatieni makazi mpaka Mwenyezi Mungu anawapatieni makazi, na Mungu ameniruhusu kwamba mimi niwafukuze hawa Mayahudi. Kwa hiyo wale Mayahudi walifukuzwa. Hazrat Zuhair pia aliuawa katika hijiria 20. Na sahaba wa pili ni Hazrat Malik bin Qudama. Baba yake alikuwa anaitwa Qudama bin Arfaja, na katika riwaya moja imeelezwa kwamba babu yake alikuwa anaitwa Haris. Na Hazrat Malik alikuwa kutoka katika kabila la Banu Ghanam. Hazrat Malik pamoja na ndugu yake aitwaye Munzir bin Qudama alishiriki katika Badr, na vilevile Hazrat Malik alishiriki katika Uhud pia. Na sahaba watatu ni Hazrat Khuraim bin Fatik. Hazrat Khuraim alikuwa kutoka katika Banu Asad. Baba yake alikuwa anaitwa Fatik bin Shaddad. Lakabu yake ilikuwa Abu Yahya, na riwaya nyingine inasema ilikuwa Abu Ayman, kwa sababu baba yake kwa sababu mtoto wake mmoja alikuwa anaitwa Ayman. Hazrat Khuraim pamoja na ndugu yake Sabra bin Fatik alishiriki katika Badr. Sawa na riwaya moja imeelezwa kwamba Hazrat Khuraim alikuwepo wakati wa Sulh Hudaybiyah, na riwaya nyingine ni kwamba Hazrat Khuraim na mtoto wake Ayman walikubali Islam wakati wa ushindi wa Maka ulipopatikana. Lakini riwaya ya kwanza niliyoeleza ili sahihi zaidi kwamba Khuraim alishiriki katika Badr, na Imam Bukhari radhiyallahu ta'ala anhu katika at-Tarikhul Kabir pia ameeleza kwamba Khuraim aliwahi kushiriki katika mapigano ya Badr. Khuraim pamoja na mtoto wake alienda Kufa, na riwaya nyingine imeelezwa kwamba walienda katika mji wa Raqqa na walihamia katika mji wa Raqqa.
na hawa wote wawili wakati wa Hazrat Amiru Muawiya waliagnia. Hazrat Khurain bin Fatika anaeleza jinsi alivyosilimu na anasema, nilianza kutafuta ngamia zangu, yani ngamia zake walipotea na kuwatafuta. Nilienda mbali na usiku ukaingia, mpaka nikawakuta ngamia katika sehemu fulani na nikafunga ngamia na nikalala pale pale baada ya kufunga ngamia ili niweze kuishi usiku moja pale. Nasema tukio hili lilitokea wakati Mtume sallallahu alaihi wasallam alipodai kuwa nabii, na mimi nilipokuwa pale nikasema katika sauti ya juu kwamba mimi naomba ulinzi wa bonde hii. Hazrat Khuraim anasema katika zama za ujahili watu walikuwa wakifanya hivi, yani mtu alipokuwa akitaka kuishi katika bonde fulani mbali na nyumbani kwake, yeye alikuwa akiomba ulinzi kwa kujiepusha na shari za wale watu walikuwa wakiishi kule. Anasema niliposema maneno haya, mtu mmoja akaniita na akasoma shairi. Maana yake ni hii kwamba khairi iwe juu yako, uombe mamaha au ulinzi kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala ambaye ni mlinzi, na wewe ukiri Mungu ni moja. Katika hali hii hutakuwa na wasiwasi au madhara ya shetani. Wakati utakapokumbuka Mwenyezi Mungu, majini watashindwa na hawataweza kupata ushindi juu yako, na utaweza kuwa uovu wa aina wowote. Katika hali hii Hazrat Khuraim anasema, nikamjibu yule mtu, ewe yule ambaye unayeniambia maneno haya, je, unayosema ni kweli au unanipoteza? Kwa sababu zamani watu walikuwa hawaamini kuhusu umoja, lakini wewe unaniambia umoja. Akasema kwamba mimi nasema hayo yote niliyoambiwa na mtume ambaye amekuja na mafundisho haya, na yeye ametuletea swala na vile vile ameletea sura za Qur'an tukufu, na vile vile ametuambia kuhusu haramu na halal. Yeye anatuamuru tusali swala na tufungue saumu, na vile vile anawakumbusha watu kuhusu majukumu yao, na wale vile anakataza maovu ya kila aina. Na sisi tumejua umoja kwa kumpitia mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadha Khuraim anasema, kwa kusikia maneno yake nikasema, Mungu akurehemu, wewe ni nani? Akasema, mimi ni Malik bin Malik. Mtume sallallahu alaihi wasallam amenituma upande wa Najd. Hadha Khuraim anasema, mimi ningekuwa na mtu ambaye angeangalia ngamia, mimi lazima ningemwendea nabii huyu, kwa sababu alipenda maneno aliyosema. Hata mimi ningeenda kule na ningempokea. Malik bin Malik kwa kusikia maneno yake akasema, mimi nitachunga ngamia, na mimi nitafikisha ngamia zako katika ahali zako kule nyumbani kwako. Sema mimi nikatayarisha ngamia moja, na kwa kupanda juu ya ngamia yule nikafika Maka na nikafika Madina. Na nilipofika Madina watu walikuwa wanaswali swala ya Ijumaa. Nikifikiria kwanza hawa wamalize swala yao, baadaye nitaenda ndani msikitini, kwa sababu nilikuwa nimechoka sana. Kwa hiyo mimi nikakalisha ngamia. Saba moja alipotoka nje kutoka msikiti akasema Mtume sallallahu alaihi wasallam sema kwamba uje ndani. Kwa hiyo nikaenda ndani ya msikiti. Mtume sallallahu alaihi wasallam aliponiona akasema, hali ya yule mzee ikoje ambaye amekupatia dhamana kwamba atafikisha
atafikisha ngamia nyumbani kwako, yeye amefikisha ngamia nyumbani kwako. Yani mtume sasema aliona nadhara hii katika njia ya wahi. Hadha Qur'an anasema kwa kusikia maneno haya mtume sasema nikasema Mungu amrehemu. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema ndiyo, Mungu amrehemu kwa sababu ametimiza ahadi yake. Hadha Qur'an akasema mimi natoa ushahidi kwamba hakuna pasaye kuabudiwa isipokuwa Mwenyezi Mungu, na yeye kwa kusema maneno haya akasilimu, na hivi ameeleza tukio la kusilimu kwake. Hazrat Ibrahim bin Fatik alikuwa mtu mpole sana, na alikuwa akivaa mawazi mazuri sana, na alikuwa akizingatia sana usafi. Kabla ya kusilimu alikuwa akivaa kikoi ndefu na alikuwa na nywele ndefu. Katika Mustadrik Hatim riwaya moja imeelezwa kuhusu hali yake hii kwamba Hazrat Khuraim bin Fatik anamulia Mtume sallallahu alaihi siku moja akaja na akasema, ikiwa Khuraim huna mambo mawili basi ungekuwa mtu mzuri sana. Nikasema, ewe Mtume sallallahu alaihi wasallam, haya mambo mawili ni ya aina gani ambayo umesema? Mtume sallallahu akasema, nywele zako ni ndefu sana na vile vile kikoi chako ni ndefu sana, na kikoi cha aina hii kinawishwa kwa ajili ya kuthibitisha ufahari. Kwa hiyo Hazrat Fatik akanyoa nywele zake, vile vile akaanza kukaa kikoi fupi. Katika Tarikhul Kabir riwaya moja imeelezwa hivi kwamba Ibn Handalia anasimulia Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, Khuraim angekuwa mtu mzuri sana ikiwa angenyoa nywele zake na nywele zake singekuwa ndefu, na vile vile kikoi chake pia ingekuwa fupi. Hazrat Khuraim alipopata taarifa hii kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema maneno haya, kwa hiyo akapunguza nywele zake, akanyoa nywele zake na vile vile akafupisha kikoi chake, kwa sababu wakati ule kikoi cha aina hii kilikuwa alama ya fahari na kibri. Kwa hiyo wale watu ambao wanasema kwamba kuongeza nywele madhara yake ni nini, lakini inatakiwa kumbuke kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema kwamba nywele haitakiwi ziwe ndefu sana, na wanaume hawatakiwi nywele zao zifanane na wanawake. Wakati wa Umar radhiallahu ta'ala anhu katika mapigano ya Syria, Hazrat Khuraim alishiriki. Hazrat Amir anasimulia kwamba saba moja akamwambia Hazrat Khuraim, kwa nini hushiriki pamoja nami katika vita? Akasema baba yangu na baba mdogo walishiriki katika mapigano, na wao wakasema kwamba nisipigane na mtu yeyote ambaye anadai Mungu ni moja. Kwa hiyo kwa sababu hii mimi nisishiriki katika vita yenu, kwa sababu mnapigana na Waislamu. Yeye wakati alipokuwa anaondoka, wakati hakushiriki katika mapigano, alikuwa anasoma shairi, na katika mashairi alisema kwamba yeye hawezi kupigana na wale watu ambao wanapigana na Waislamu. Mwingine Hazrat Muammar bin Haris alikuwa kutoka katika kabila la Banu Juma. Baba yake alikuwa anaitwa Haris na mama yake alikuwa anaitwa Kutala bin Maz'un, aliyekuwa dada wa Hazrat Usman bin Maz'un. Hazrat Usman bin Maz'un alikuwa mjomba wa Hazrat Muammar. Hazrat Muammar alikuwa na ndugu wawili, mmoja ni Hatim na mwingine ni Khattab. Hao wote watatu walisilimu kabla ya kuingia kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam katika Arkam. Hazrat Muammar anahesabiwa pamoja na sabiqun al-awwaluna, yani wale ambao waliotangulia kusilimu.
hadrat kudama abdullah samit na maamir walihamia madina kutoka maka na walikaa kwa sahaba moja na mtume sala salam alifanya ndugu katika maamir na muaz. Hazrat maamir katika badr uhud khandak na vile vile katika mapigano yote alishiriki pamoja na mtume sallallahu alaihi wasallam. Hazrat maamir bin haris alifariki wakati wa Hazrat umar radhiallahu taala anhu katika hijiria 23 na swahaba mingine ni Hazrat zuhair bin rafi. Wakati nilieleza kuhusu mzahir nilieleza kuhusu Hazrat zuhair kwa sababu alikuwa ndugu yake, alikuwa kutoka katika kabila la banu harsa bin haris. mtoto yake alikuwa anaitwa usaid ambaye alikuwa haba wa mtume saa sallam. Hazrat zuhair alikuwa mjomba wa rafi bin hudaj. mke wake alikuwa anaitwa fatma binte bishir, alikuwa kutoka katika kala banu ghanam. Hazrat zuhair alikuwa ndugu yake Hazrat muzahir. Hawa wote wawili walipata bahati ya kushiriki katika badr. Katika historia imeelezwa kwamba hawa wote wawili walipata bahati kushiriki katika badr. Hazrat zuhair alishiriki katika akbasania, badr, uhud na khandak, vile vile katika mapigano yote pamoja na mtume sallallahu alaihi wasallam. Baba mdogo wake rafi bin khadaj anasimulia kwamba zuhair alituambia mtume sallallahu alaihi wasallam alituambia jambo ambalo lilikuwa faida kwa ajili yetu. Nikasema yoyote aliyosema mtume sallallahu alaihi wasallam ilikuwa sahihi, tuambie mtume sallallahu alisema nini. Anasema mtume sallallahu alaihi wasallam aliniuliza mnafanya nini kuhusu shamba lenu anasema kwamba sisi tunawapatia mashamba yetu watu wengine na tunaweka masharti kwamba mimea inapatikana karibu na mto, tutachukua matunda yake na tutachukua sehemu fulani katika matunda ya miti ile ambayo inapatikana karibu na mto. Mtume sasa akasema kwamba msifanye hivi bali mulime nyewe mashamba. Na baba yake rafi anasema nimesikia nasaha ya mtume sallallahu alaihi wasallam, sasa nitafuata nasaha hii ya mtume sallam. Mimi nitalima mwenyewe shamba au nitampatia mtu mwenye haki yake ya kulima. Na sahaba mwingine ni Hazrat Amr bin Ayas. Hazrat Amr alikuwa kutoka Yemen na alikuwa mwenzao wa Luzan. Baba yake alikuwa anaitwa Ais bin Amr. Na katika riwaya moja imeelezwa kwamba babu yake alikuwa anaitwa Zaid. Hazrat Amr alishiriki katika Badr na Uhud pamoja na mtume sallallahu alaihi wasallam. Alikuwa ndugu yake Rabi bin Ayas na Gharqa bin Ayas, na hawa ndugu wote watatu walipata bahati ya kushiriki katika Badr. Na sahaba mwingine ni Hazrat Mudlij bin Amr na jina lake lingine ni Ijlaj, na alikuwa kutoka katika Banu Hujr. Hazrat Mudlij pamoja na ndugu zake wawili Sakf na Malik walishiriki katika Badr. Hazrat Mudlij pamoja na Mtume sallallahu alaihi wasallam katika Badr na Uhud vile vile mapigano yote alishiriki. Hazrat Mudlij alifariki katika hijri 50 wakati wa Hazrat
Hazrat abdullah ni swahaba mwingine. ndugu yake alikuwa anaitwa abu jandal, na abdullah alikuwa mkubwa kutoka alikuwa mkubwa katika ndugu zake, na alikuwa kutoka katika banu amr bin lui. ibni ishaq amesema kwamba alishiriki katika hijrate habsha. harat abdullah aliporudi kutoka habsha, wakati yule baba yake alimlazimisha aritadi katika dini yake, yani alimlazimisha iye aache dini yake islam. harat abdullah bin suhail akasema kwamba anataka kurudi tena katika islam. Yani yeye akamwambia baba yake kwamba sawa, mimi nakubali unasema, mimi naritadi katika islam na mimi naacha dini yangu na tubu katika islam. kwa hiyo yeye kwa kuungana na washirikina akaenda upande wa badr kwa ajili ya kupigana na waislamu. yeye alimwambia baba yake kwamba anaritadi, lakini kwa moyo wake alikuwa haridhiki na kauli yake. baba yake alikuwa hana shaka kwamba yeye ameacha dini yake, yani alikuwa na yakini kwamba ameacha dini yake. wakati katika uwanja wa badr waislamu na washirikana walipopambana, wakati ule abdullah bin suhail akaja upande wa waislamu, na kabla ya mapigano alimjia mtume sallallahu alaihi wasallam na akasilimu tena. na wakati aliposhiriki katika badr umri wake ulikuwa miaka 27. kwa sababu ya kurudi kwake katika dini tukufu ya islam, baba yake alimkasirikia sana. Hazrat abdullah bin suhail alishiriki katika mapigano yote pamoja na badr pamoja na mtume sallallahu alaihi wasallam. Hazrat abdullah wakati wa ushindi wa maka aliomba ulinzi kwa ajili ya baba yake, yani alimuomba mtume saa salam amsamehe baba yake. yeye alimjia mtume saa salam na akasema, ya rasulllah sallallahu alaihi wasallam, je, unaweza kumpatia ulinzi baba yangu? mtume saa salam akamjibu kwamba yeye kwa sababu ya amani ya mungu yupo kwenye amani, yupo chini ya ulinzi, kwa hiyo anatakiwa atoke nje. kwa hiyo abdullah bin sahal akamwambia baba yake kwamba mtu yeyote akimwona suhail asimfedheheshe kwa sababu amepewa ulinzi. mimi nina yakini kwamba suhail ni mtu mzuri na mwenye akili, na yule mtu hawezi kubaki nje katika dini tukufu ya islam. hazrat abdullah bin suhail akamwendea baba yake na akamwambia kuhusu ulinzi wa mtume sallallahu alaihi wasallam. suhail akasema, wallahi mtume saa salam ni nabii wa mwenyezi mungu. kwa hiyo akasilimu. hadrat suhail alikuwa akisema kwamba mungu ameweka baraka sana kwa ajili yangu, kwa ajili ya mtoto wangu kwa sababu ya islam. na abdullah bin suhail wakati katika uhalifa wa abubakar radiallahu taala anhu alifariki. wakati hazrat abubakar alipokuja kwa ajili ya kuhiji, baba yake suhail alikuja kukutana naye, na hazrat abubakar akasema kwamba mimi nasikitika sana kwamba mtoto wako amefariki. na suhail kwa kusikia hii akasema kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam alisema kwamba mtu ambaye anauawa katika njia ya mwenyezi mungu, yeye atakuwa dhamana ya msamaha kwa ajili ya wengine, atakuwa ni mwombezi. kwa hiyo mimi nategemea kwamba mtoto wangu pia atakuwa mwombezi kwa ajili yangu.
na baba yake Suhail alifariki katika umri miaka 88. Sahaba mwingine ni Hazrat Yazid bin Haris. alikuwa kutoka katika Banu Amr bin Harisa. baba yake alikuwa anaitwa Haris bin Qais na mama yake alikuwa anaitwa Gusam. Hazrat Yazid alikuwa anaitwa Yazid bin Fusam na ndugu yake moja alikuwa anaitwa Abdullah bin Fusam. Ibn Hisham anasema alikuwa naitwa Zul Shamalain, na alikuwa naitwa Zul Shamalain kwa sababu wakati wa kufanya kazi alikuwa akitumia mkono wake wa kushoto. Vile vile alikuwa na lakabu ya Zul Jadain pia. Na sababu yake ilikuwa hii kwamba mikono yake ilikuwa ndefu sana, na vile vile kwa sababu alikuwa akitumia mikono miwili kwa ajili ya kufanya kazi, ndio maana alikuwa anaitwa Zul Jadain. Jina lake lilikuwa Umair bin Abdi Umar Khuzai. Wakati alipofika Madina baada ya kuhama kutoka Maka, Mtume sasema kati yake na katika Yazid bin Haris alifanya ndugu, yani katika Yazid bin Haris na Umair bin Abdi Umar. Nimeeleza kuhusu Umair bin Abdi Umar kwa sababu alifanywa kuwa ndugu wa Yazid bin Haris. Yazid alipata bahati ya kushiriki katika Badr. Yeye na Umair bin Abdi Umar wote wawili waliuawa katika Badr. Naufal ni mtu ambaye aliyemuua Hazrat Yazid, na katika aya nyingine imeelezwa kwamba Tuama ni mtu ambaye aliyemuua Hazrat Yazid. Siku ya Badr alipigana na makafiri, na katika Badr aliwawa. Na sahaba mwingine ni Hazrat Umair bin Humam. Alikuwa kutoka katika Banu Haram bin Kab. Baba yake alikuwa anaitwa Humam bin Jumu na mama yake ni Nar bint Amir. Mtume sasema alifanya ndugu katika Hazrat Umair na Ubaida bin Has. Aliwafanya kuwa ndugu wote wawili wakati alipohamia Madina, na hawa wote wawili waliuawa katika Badr. Wakati mapigano ya Badr ilipotokea, washirikina wakaja karibu na Mtume sallallahu alaihi wasallam, akasema kwamba njoni karibu na pepo, yani mpigane na makafiri. Hazrat Umair bin Humam akasema, ya Rasulullah, pepo ile ambayo unasema kwamba upana wake ni zaidi kuliko mbingu na ardhi, je, unaeleza kuhusu pepo hii itakayopatikana baada ya kuuawa katika njia ya Mungu? Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema ndiyo, na yeye akasema kwamba bakhe bakhe. Mtume sallallahu akamuuliza, kwa nini unasema bakhe bakhe? Yeye akasema, ya Rasulullah, wallahi mimi nasema bakhe bakhe kwa kuwa na hamu hii kwamba mimi nataka niwe miongoni wa wale ambao ni watu wa peponi. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema kwamba wewe ni miongoni wa wale ambao ni watu wa peponi. Hazrat Umair bin Humam akaanza kula tende na akasema, ikiwa mimi nabaki mpaka nimalize tende, basi maisha haya yatakuwa
makubwa sana. Kwa hiyo akatupa tende na akaanza kupigana na makafiri, na katika hali hii aliuawa. Wakati wa Badr alikuwa anasoma shairi hili katika lugha ya Kiarabu, na maana yake ni kwamba mimi sina kitu chochote isipokuwa ni uchamungu tu. Mimi nasimama kwa imara katika njia ya Mwenyezi Mungu, na watu wote wanapatikana duniani siku moja wote watakufa. Upande wa Ansar, Hazrat Umair bin Humam ni mtu wa kwanza aliyeuawa katika njia ya Mwenyezi Mungu. Hazrat Humaid Ansari ni sahaba mwingine. Hazrat Zubair anasema ikhtilafu fulani ilitokea katika Humaid na mtu mwingine. Kwa hiyo kesi ililetwa mbele ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Mtume sallallahu alaihi wa sallam akasema, akamwambia Zubair kwamba wewe unaweza kuchota maji, baadaye Humaid atatumia. Lakini yule Ansari akakasirika na akasema, ewe Mtume sallallahu alaihi wa sallam, je, unatoa uamuzi huu kwa sababu huyu ni kazani yako? Kwa kusikia maneno yake Mtume sallallahu alaihi wa sallam akakasirika. Kisha Mtume sallallahu alaihi wa sallam akamwambia Hadrat Zubair kwamba sasa wewe unatakiwa uchote maji kwanza na usiache maji kwa ajili ya huyu. Maana Mtume sallallahu alaihi wa sallam alisema kwamba huyu pia baada yako achote maji. Lakini sasa Mtume sasa akasema kwamba kwanza wewe uchote maji mpaka unashiba, baadaye ikiwa inabaki umpatie huyu. Wakati yule Ansari alipomkasirisha Mtume sallallahu alaihi wa sallam, Mtume sallallahu akatoa hukumu, na hukumu hii ilikuwa sahihi kwamba Zubair achote maji. Hazrat Zubair anasema kwamba aya moja ilishuka kuhusu tukio hili, ambamo Mwenyezi Mungu amesema kwamba fala wa rabbika la yu'minuna hata yuhakimuka, yani hawatakuwa waaminio mpaka wanakufanya kuwa hakimu kati yao kuhusu mambo ya ambamo wana ikhtilafiana. fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakimuka fima shajara bainahum summa la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Yani hawatakuwa waaminio mpaka wanakufanya kuwa hakimu kuhusu mambo ambamo wanahitilafiana. Wakati unapotoa hukumu hawatakiwi wawe na wasiwasi kuhusu hukumu yako. Al-Isaba Usudul Ghaba, na katika shara ya Sahih Bukhari imeandikwa kwamba yule mtu Ansari ambaye alikuwa na ikhtilafu kuhusu Zubair, huyu ni Zubair ambaye alishiriki katika Badr. Na sahaba mwingine ni Hazrat Amr bin Maaz aliyeshiriki katika Badr. Mimi nitaeleza kuhusu yake. Baba yake alikuwa Maaz bin Nu'man na mama yake alikuwa Kabsha binti Rafi. Hazrat Amr bin Maaz
alikuwa ndugu wa Hazrat Saad bin Muaz. Alikuwa kutoka katika kabila la Banu Ashal, na watu wengi kutoka katika kabila hili walisilimu. Umar bin Qatada anamulia Mtume sallallahu alaihi wasallam alifanya Amr bin Muaz na Umair bin Abu Waqas kwa kuwa ndugu wakati alipohamia kutoka Maka, alipohamia Madina. Hazrat Amr bin Muaz aliuawa katika njia ya Mwenyezi Mungu katika mapigano Uhud, na aliuawa na Zarar bin Khattab. Wakati Zarar alipokuwa anamuua, alikuwa anafanya dhihaka, kwa sababu wakati yule alikuwa bado hajasilimu, lakini baadaye alisilimu. Wakati Amr alipouawa umri wake ulikuwa miaka 32, na baba wa Zarar aitwaye Khatab alikuwa rais na kiongozi wa Quraysh. Alikuwa miongoni wa viongozi wa Quraysh na alikuwa mshairi mzuri. Alikuwa miongoni wa wale wa maswahaba wanne ambao walichimba Handak. Zurair pamoja na Hazrat Abu Ubaida alishiriki katika mapigano, na wakati wa ushindi wa Maka alisilimu. Hazrat Masud bin Rabia bin Amr ni sahaba mwingine alishiriki katika Badr. Alikuwa kutoka katika kabila Kara. Lakabu yake ilikuwa Abu Umair. Baba yake alikuwa anaitwa Rabi na vile vile jina lingine ni Amir. Mtoto wake mmoja alikuwa anaitwa Abdullah. Walikuwa wanaitwa Kari katika Madina. Hazrat Masud bin Rabia kabla ya kuingia Mtume sallallahu alaihi wasallam katika Dar Arkam alisilimu. Hazrat Masud bin Rabia alipohamia Madina, wakati ule Mtume sallallahu alaihi wasallam alifanya ndugu kati yake na Hazrat Ubaid udugu, yani aliwafanya hao wote wawili kama ni ndugu. Hazrat Masud bin Rabia alishiriki katika Badr, Uhud, Khandak na vile vile mapigano yote, na alipata bahati ya kushiriki pamoja na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Alifariki katika hijiria 30 na wakati ule umri wake ulikuwa miaka 60. Mwenyezi Mungu awasamee maswahaba hao wote, aendelee kupandisha madaraja yao na sisi tuweze kuendeleza mema yao walikuwa wakifanya. Hazuru anasema sasa mimi nataka kusema kwa ufupi sana kwamba kuanzia Ijumaa ijayo inshallah jalsa salana ya Uingereza itaanza. Mufanye maombi jalsa hii iwe yenye baraka sana. Mungu afanye jalsa iwe yenye baraka sana. Wale ambao wamepewa majukumu wote kwa kutumia uwezo wao wote watoe majukumu yao na watekeleze wajibu wao, na vile vile wafanye maombi Mungu awawezeshe waweze kutekeleza majukumu yao vizuri kama ipasavyo. Mungu awajalie hawa wote waweze kutoa huduma kwa ajili ya wageni wa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mwaka huu idara ya transport italazimika kufanya kazi zaidi na italazimika kufanya planning zaidi, kwa sababu wageni wamekaa katika maeneo mbalimbali na hawa wanalazimika kuwapeleka hawa wageni wote katika ukumbi wa jalsa salana na vile vile kuwarudisha katika makazi yao. Kwa hiyo mimi niliwapatia maagizo kwamba wafanye mpango vizuri. Nategemea watakuwa wamefanya mpango vizuri
na vile vile wapo wageni ambao wanaishi katika Islamabad, na vile vile katika Hadikatul Mahdi pia wageni watakuwepo. Mwenyezi Mungu ajalie kwamba mambo yote yaende vizuri na hawa wote wawe kutekeleza wajibu wao kama ipasavyo. Amin. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.